ulimwengu na msomaji ni Halima Nyanza. Asante Regina na habari msikilizaji. Serikali ya India imesema imefanya mashambulizi katika maeneo 9 nchini Pakistan na kwenye upande wa Kashmir unaodhibitiwa na Pakistan, ikilenga kile ilichokielezea kuwa miundombinu ya kigaidi katika kujibu shambulio lililofanywa mwezi uliopita katika eneo la Kashmir ambalo nchi hiyo inalidhibiti na kuwa watu 26. Akizungumza na BBC kuhusu shambulio hilo nchini Pakistan na kuua watu 7 wakiwemo watoto 2, waziri wa habari wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema walifanikiwa kuzidungua ndege 3 za India. Jeshi la India saa chache zilizopita limewashambulia raia na msikiti katika maeneo 5 ya Pakistani. Wanawake na watoto wameuawa kwa sababu yalikuwa ni makazi ya raia. Pakistani imejibu uchokozi huu wa India. Tumeziangusha ndege 3 za India, moja huko Aknol, moja katika eneo la Ambala na nyingine jirani na Jammu, na pia tumeziangusha ndege zisizo na rubani kwa sababu tulitarajia hili. Tulikuwa tayari kwa shambulio. Makardinali 133 kutoka pande zote za dunia wanakutana leo jijini Roma, Italia, katika kusanyiko la siri la makardinali kwa ajili ya kumchagua papa mpya. Urithi huu wa papa mpya unakuja baada ya kifo cha mtangulizi wake Papa Francis Aprili 21 mwaka huu. Mkusanyiko huu wa makardinali umekuwa ukifanyika kwa muda mrefu baada ya kuundwa kwa kanuni kali zinazolenga kuulinda usiri na kuzuia ushawishi wowote kutoka nje ya mkusanyiko huo. China na Marekani zimetangaza kwamba zitafanya mazungumzo yao ya kwanza ya biashara tangu Rais wa Marekani Donald Trump alipoweka ushuru mpya. Taarifa zaidi na Shadrack Mansasu. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent siku ya Ijumaa nchini Uswizi anatarajia kukutana na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng. Marekani ilianzisha ushuru wa 145% kwa bidhaa zinazoingia kutoka China mwezi uliopita, huku China nayo ikilipiza kisasi kwa kuweka ushuru wa 125% kwa bidhaa za Marekani. Mkutano huu utafanyika Ijumaa, ni wa kwanza wa ngazi za juu kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi tangu makamu wa rais wa China alipohudhuria kuapishwa kwa Rais Trump kuwa rais wa Marekani Januari mwaka huu. Na mahakama nchini Marekani imeitaka kampuni moja ya Israel NSO kulipa fidia dola za Marekani milioni 168 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya udukuzi katika mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Kampuni ya Meta ambayo inamiliki WhatsApp mwaka 2019 ilishtaki kampuni hiyo ikituhumu kupandikiza programu za kijasusi katika simu za kisasa kwa kutumia programu ya kutuma ujumbe. Walengwa wa shambulio hilo la kimtandao wanadaiwa kuwa waandishi wa habari, wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu. Hata hivyo, kampuni hiyo NSO inasema teknolojia yake hiyo inafanya kazi kubwa kuzuia vitendo vya uhalifu na kigaidi na kwamba inapanga kukata rufaa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM Dar es Salaam, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Na kwa kuanza kile tulichokuandalia, serikali ya Pakistani imesema takriban watu 8 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya India kuanzisha mashambulizi ya makombora katika eneo la Kashmir huko Pakistan. India inadai kwamba mashambulizi yake yalilenga miundombinu ya kigaidi ya kundi la wanamgambo wa Kashmir, ikiwa ni hatua ya kujibu shambulio la mwezi uliopita lililowaua takriban watu 26. Leonard Mubali anaarifu zaidi. Tamana Salkuddin alikuwa mkurugenzi wa Pakistani na Afghanistan katika Baraza la Usalama la Taifa la Marekani. Ameiambia BBC kuwa kuna hatari ya mzozo huo kupanuka kwa sababu ya ukosefu wa jitihada za kidiplomasia za kimataifa wakati huu. I think the domestic politics in both countries
Nadhani siasa za ndani katika nchi zote mbili zinasababisha msukumo wa majibu ya kijeshi. Kwa hivyo, nadhani kuna uwezekano wa mwendelezo wa matumizi ya silaha za kijeshi, kama ulivyomsikia msemaji wa jeshi la Pakistan akidai watajibu kijeshi. Tayari kuna fununu za uwezekano wa jibu la kijeshi kwenda Kashmir inayosimamiwa na India. Nadhani itakuwa ngumu sana kujua hadi watakapotoa taarifa katika aina ya utata huu wa kivita na juu ya nini kitakachotokea. Lakini sio tu kwamba siasa za ndani katika nchi zote mbili zinawasukuma kuelekea mwitikio huu usiofaa. Hata hivyo, mfululizo wa milipuko ya nguvu ilisikika ndani ya mji wa Kashmir na katika mji wa Muzaffarabad. Bahawalpur ni mji wa Pakistan maarufu huko Punjab na ni mmoja wa maeneo yanayoripotiwa kuguswa na shambulio hilo. Jeshi la Pakistani limeonyesha picha za mashambulizi hayo ya anga yaliyotekelezwa na India. Delhi imesema maeneo 9 yalilengwa na kupigwa na makombora hayo kama vile miundombinu ya kigaidi, huku India ikieleza kuwa hakuna vifaa vya kijeshi vilivyoshambuliwa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif ameapa kujibu mashambulizi hayo. Mvutano kati ya majirani hao wawili wenye silaha za nyuklia umeongezeka tangu shambulio la mwezi uliopita, huku India ikiishutumu Pakistan kwa kuunga mkono ugaidi unaovuka mpaka, madai ambayo Islamabad mara zote imeyakanusha vikali. Ni Leonard Mubali. Makardinali 133 kutoka pande zote duniani wanakutana leo jijini Roma nchini Italia katika kusanyiko la siri la makardinali kwa ajili ya kumchagua papa mpya. Kusanyiko hilo limekuwa likifanyika kwa karne nyingi baada ya kuundwa kwa kanuni kali zinazolenga kuulinda usiri na kuzuia ushawishi wowote kutoka nje ya kusanyiko hilo. Nyakati zote za kihistoria, uchaguzi wa papa mpya umekuwa ukileta mabadiliko katika kanisa Katoliki, kwani kila papa mpya huacha alama yake ya kukumbukwa. Kuangazia zaidi juu ya uchaguzi huo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Anthony Irungu aliyeko mjini Rome kufuatilia kwa karibu uchaguzi huo, nikitaka kufahamu zaidi juu ya kuanza kwa mchakato huo. Leo ndio siku rasmi ambapo makardinali 133 watakuwa wakimpigia kura papa ambaye atakuwa kimrithi papa marehemu Papa Francis, na itakuwa shughuli ya siri sana kwa sababu makardinali wote wataanza na misa. Baada ya misa watatembea polepole hadi kwenye kanisa la Sistine ambapo litafungwa, na kila mtu ambaye haruhusiwa ama yeye si kardinali ambaye kuna uwezo wa kupiga kura ataamriwa kuondoka, na hapo ndipo makardinali wote watachukua kiapo cha kuhakikisha kwamba hakuna chochote kinachoendelea kwenye kanisa la Sistine kitatoka kwa umma hadi kufa. Hivi leo tunatarajia kwamba kura ya kwanza itachukuliwa na makardinali na itakuwa mwendo wa saa 12 ama saa 1 hapa Vatican. Naam, Irungu, shughuli hii inatarajiwa kuchukua muda gani kwa mujibu wa tafiti zenu, dodoso za hapa na pale hapo Rome, na mmekushafahamu haya? Ni vigumu sana kwa sasa kujua shughuli hii itachukua muda gani, kwa sababu ukiangalia katika historia kuna ile ambayo ilichukua hadi miaka 3 ambapo ililazimu sheria zibadilishwe. Kuna ile nyingine ambayo ilichukua saa chache sana, takriban saa 2 au 3 wakapata papa. Ukiangalia mwaka wa 2005 na pia mwaka wa 2013 wakati Papa Francis aliteuliwa ilichukua takriban siku 2. Tunatarajia kwamba itachukua huo muda kwa sababu kumbuka kwamba makardinali wengi watakaopiga kura hii leo ni wale ambao walichaguliwa na Papa Francis. Hivyo basi kimtazamo na muonekano wao utaonekana kuwa uko pamoja. Hivyo basi itakuwa rahisi sana kuchagua mtu mmoja kwa haraka. Naam, Irungu, nataka kufahamu katika kipindi hiki tangu Papa afariki dunia kwa mnamo Aprili 21, hao wanaokwenda kumchagua papa walikuwa wanafanya nini katika muda wote huo? Kati ya makardinali wote 253 ni 133 pekee ambao watakuwa wakipiga kura, lakini wote ama Anthony Irungu anahitimisha mazungumzo nami.
Mamia ya raia wa Eritrea wanaondoka nchini mwao katika pembe ya Afrika kila mwaka, na walio wengi wanatafuta maisha bora. Sababu kuu nyingine inayowakimbiza nyumbani inatajwa kuwa ni kuiepuka serikali inayolazimisha utumishi wa jeshi kwa muda usiojulikana. Ashley Lime anaarifu zaidi. Tuko katika ufuo wa ziwa Turkana kaskazini mwa Kenya. Tunakutana na Senait Mebretu mwenye umri wa miaka 38 amevunjika moyo. Binti yake mwenye umri wa miaka 14, Hiyab, alizama hapa Julai mwaka 2024. Katika dakika za mwisho kabla watoto wangu kusafiri, sikuzungumza sana na kitenda mimba wangu. Hiyab aliniambia kwaheri mama, tutaonana kesho. Hiyo ndio mara ya mwisho kuwasiliana naye. Mtoto wangu maskini aliniambia tutakutana kesho, lakini alisalia ufuoni wa ziwa Turkana. Bye mommy, we will meet tomorrow. Yeye na dadake mwenye umri wa miaka 16 walikuwa wakijaribu kujiunga na mama yao nchini Kenya, ambako wanatafuta hifadhi kisheria. Wasichana hao walikuwa miongoni mwa vijana 42 wa Eritrea waliojazwa ndani ya boti mbili ndogo na wasafirishaji haramu. Walikuwa wakikwepa kusajiliwa kwenye jeshi kwa lazima. Nia yao ilikuwa kuingia Kenya kinyume cha sheria. Osman, sio jina lake halisi, alikuwepo siku hiyo pia akijaribu kuingia Kenya. Tumeficha sauti yake kwa kutumia mwigizaji. Nilihatarisha kila kitu ili nitoke Eritrea, kwani hakukuwa na maisha huko. Kwa sasa nimetulia Uganda, lakini ningependa kwenda Marekani au Canada. Mnamo mwaka 2024, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR liliripoti kuwa Afrika Mashariki ilikuwa na wakimbizi 345,000 wa Eritrea wanaotafuta hifadhi. Wengi hulipa wasafirishaji haramu hadi dola za Kimarekani 5,000 ili kutoroka kutoka nchi hiyo ndogo katika pembe ya Afrika. Katika jiji kuu la Nairobi, ninakutana na mwanamke mlanguzi katika nyumba yenye mwanga hafifu. Ameketi juu ya kitanda katika chumba kilichojaa vitu na kichafu, akivuta sigara. Sakafu ni ya vumbi na masanduku yamefichwa chini ya kitanda. Tulimuuliza mlanguzi maoni yake watu wanapofariki mikononi mwake. This smuggling of refugees business. Biashara hii ya kusafirisha wakimbizi imekuwa ikifanyika kwa miaka 15 sasa. Ninafahamu kuhusu vifo vilivyotokea katika ziwa Turkana mwaka 2024. Wakati watu wanakufa, kuna wakala ambaye huchukua miili hiyo na anajua mahali pa kuitupa. Tuelekee viwanjani kwa Shadrack Monsasu. Naam, shukrani sana Regina Mzionda. Ni kwamba usiku wa jana kulikuwa na mchezo wa mwisho, kwa maana mkondo wa pili, na timu kuelekea katika hatua ya fainali, ambapo Inter Milan wao walikuwa wakicheza dhidi ya Barcelona, na mchezo ulitamatika kwa Barcelona kushinda bao 4-3 katika mchezo wa kwanza, ambapo Barcelona wao walishinda bao 1-0. Kwa maana hiyo sasa walitoka sare ya kufungana bao 3-3. Kwa maana baada ya ushindi wa goli 4-3 jana, Inter Milan inaenda fainali kwa ushindi wa jumla mabao 7-6, wakisubiri mshindi sasa leo kati ya Arsenal dhidi ya PSG. Lakini wakati huo mchezaji kiungo wa klabu ya soka ya Arsenal Declan Rice amesema kwamba wao wanahitaji kucheza mchezo mzuri, wakihitaji kubadili matokeo ya mchezo wa kwanza dhidi ya upinzani wao na kuweza kutinga katika fainali ya ligi ya mabingwa. Kikosi cha Michael Arteta kitakabiliana na mabingwa wa Ufaransa mjini Paris leo Jumatano, Arsenal wakionia kutinga finali ya kwanza ya mabingwa tangu mwaka 2006, na wanatakiwa pia kushinda kwa zaidi ya bao 1-0, ushindi ambao waliwapata pinzani wao katika dimba la Emirates. Na finali ya michuano hii itapigwa Mei 21 mjini Munich kule Ujerumani. Kwingineko, mchezaji kinda ambaye ni mtoto wa mchezaji maarufu ulimwenguni manyota Cristiano Ronaldo ameitwa kwa mara kwanza kwenye kikosi cha Ureno cha watoto wale umri chini ya miaka 15. Cristiano Ronaldo Junior miaka 14 iko katika klabu ya Al Nassr nchini Saudi Arabia, akiwa na baba yake ambaye alisajiliwa na klabu hiyo ya Al Nassr Desemba mwaka 2022. Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 mpaka hivi sasa ameweza kutuma picha za mwanae kwenye mitandao ya kijamii, jina pamoja na picha, lakini mwisho amaliza kwa kusema Claudio Upsan, najivunie mwanangu. Shukrani Regina. Naam, asante.